ndani ya 18, powered by Premier Bet. Bwana yes, hujambo na karibu bwana michezo. Kwa mara nyingine tena tunakutana ndani ya 18 kwa ajili ya kuzungumza mambo mengi zaidi ya kimichezo, kwa yale ambayo yanakuwa yametokea ambayo tunayataraji, lakini jambo kubwa zaidi hapa tunakutana na wale wadau wa moja kwa moja kabisa ambao tunakuwa tunakutana nao, ambao wanaishi kwenye ulimwengu wa mchezo wa mpira wa miguu na matukio yake kadri ambavyo muda au matukio ya michezo yanakuwa yanatokea. Mimi ni Ibrahim Kasuga na hii ni YouTube channel yetu ya ndani ya 18 ambayo tunakuwa tunazungumza mambo mengi zaidi na zaidi. Hii leo kwenye kijiwe chetu tuna baraka za kutosha kabisa. Tunakutana na mzee wa nyie David Campista. Haeleweki asomeki, mdau DM unakutana naye kwake, namna ambavyo anakuwa anawakilisha mambo yake. Bwana brother, karibu sana. Bwana asante, nimefika. Karibu sana kijiweni kwetu. Kijiwe kina masimango hiki. Muhimu sana. Hapo mambo ni mengi, muhimu sana. Tutazungumza yale ambayo tunayaishi kwa namna moja ama nyingine. Lakini good news ni kwamba kwa wale wanafamilia wote wa Premier Bet, kuna habari njema, kuna jambo jema kabisa ambalo linakuhusu wewe mwanafamilia. Uwe ni mwanachama au mwanafamilia wa Premier Bet wa miaka mingi sana. Kwa wale wanafamilia wapya ambao wanajiunga, basi mimi nikwambie tuko na zawadi ya gari, bajaji, pikipiki pamoja na simu ambazo hivi sasa Premier Bet wanazitoa kuzileta kwako wewe mwanafamilia wa Premier Bet. Cha kufanya ukishaingia kwenye tunasema kwenye account yako, sehemu yako ile ya profile, ukiingia pale utaona kuna sehemu imeandikwa Reward Hub. Ukishaingia pale utakutana na challenge za kutosha, challenge ambazo wewe mwanafamilia utapaswa kuzicheza ili uweze kujitengenezea coins au tunasema kiasi fulani hivi cha kiwango cha pesa. Zile coins kadri ambavyo utazikusanya, kuna idadi au kiasi fulani kikifikisha, basi kitakupa nafasi ya wewe kuweza kupata kujishindia gari. Gari yenyewe ni aina ya Harrier ambayo ni Anaconda ya mwaka 2016. Yaani mtaani unakuwa mwaka wa mbele zaidi. Lakini kuna bajaji 2, kuna pikipiki 2 na kubwa zaidi kuna simu janja, simu za mauzo iPhone 16 Pro Max zipo 3 kwa ajili yako wewe mwanafamilia. Kwa hiyo unaweza kuwa unaendelea kufanya betting zako nyingine na vitu vyako vingine, lakini ukiingia pale kwenye Reward Hub utakutana na hizo challenge ambazo utazicheza, zitakupa wewe coins. Idadi ya coins ambazo utazifikisha ndizo ambazo zinaweza kukuambia una uwezo wa kupata kitu gani. Kumbuka pale ambapo utakamilisha kila challenge itakwambia unapata coins za kiasi gani ambazo zitakufanya wewe uweze kuwa mshindi. Fanya hivyo, cheza hivi sasa ili uweze kuondoka na gari aina ya Harrier Anaconda 2016, lakini kuna bajaji 2, pikipiki 2 pamoja na iPhone Pro Max 3 ambazo zitakuja kwako mwanafamilia wa Premier Bet. Fanya hivyo. Bwana, nchi imechangamka, nchi na mambo mengi sana, na moja kati ya vivuruge mchanganya watu mtandaoni ni pamoja na George David Campista. Wengi wanamjua kama Campista. Mdau DM au hendo ya nyie, na tunachambua pia. Sahi. Kabisa. Niko hapa. Bwana, ni kwa kiwango gani ulipambana mpaka watu wakakuelewa kwamba huyu ndo wewe? Sababu watu wanaokusikiliza na kutazama wanakuwa tofauti. Wakija mtandaoni wanakuona ndo wewe. Kuna mtu aisha kusema huyu ndo mkuu wa vipindi wa sehemu fulani. Nimtaje? Nimtaje aliuliza hilo swali? Hassan Bumbuli. Afisa habari wa zamani wa Yanga Africa. Aliwahi kushangaa unachokifanya mtandaoni na kuwa bosi wa vipindi na unavyotangaza redioni. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani mpaka hata watu wengine kukuelewa? Kwa kizazi cha sasa kizazi cha sasa, generation wanaita Gen Z wana uwezo wa kutofautisha vitu. Kwa sababu ile ni content tu, namna ambavyo unahitaji kupush agenda yako. Sio kila mmoja atafanya kama ambavyo anafanya Ibra Kasuga ili aweze kuachieve kile ambacho anakihitaji. Kwa hiyo kuna nyakati nilikuwa najaribu kuangalia na story yangu nikikusimulia namna ambavyo nilianza kuingia kwenye social media. Nadhani nitamtaja mtu mmoja anaitwa Nasa King, unamfahamu? Nasa King Kipindi ambacho unajua taasisi huwa zinatafuta namna tofauti ya kuendelea kukua na kutengeneza wafuasi ambao ndio biashara by the way. Kwa kuna nyakati tuliambiwa kwamba kila mfanyakazi anapaswa kutengeneza ushawishi kwenye platform nyinginezo nje na on air. Kwa hiyo wakati unafikiria kipindi hicho mimi nimekuja kwenye ile taasisi ambayo unafanya kazi wewe by the way. Sikuwa
sikuwa na social media, yani sikuwa na account yoyote kwenye mitandao zaidi ya Facebook. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa natafakari, okay, nini kinaendelea sasa hivi kwenye mitandao, nini kinazungumzwa zaidi, kipi ambacho kinawavutia watu. Kwa hiyo nikagundua okay, football ya Tanzania inaendeshwa na klabu za Simba na Yanga. Jo walisia, na ndio maana juzi ulimsikia mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee wetu Mguto inafikia hatua kwamba klabu hizi mbili hekima na busara ndizo ambazo zinatumika zaidi kuziendesha kuliko kanuni. Kwa hiyo Simba na Yanga zina wafuasi wengi, na ukifuatilia kiuhalisia kile ambacho yule ambaye anaamini akipaswi kuwa hivyo, lakini mashabiki ndivyo wanaamini inapaswa kuwa hivyo. Umeelewa? Yaani mashabiki wa Simba na Yanga kwenye uhalisia hawataki uhalisia kabisa. Nadhani wewe unafahamu. Ni watu ambao wanapenda kufurahi, wanapenda kutaniana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nilikuwa niliangalia upande huo kwamba okay, kwa nini mashabiki wa Simba wa Yanga tabia zao. Nilipojua tabia zao nikaona okay, ngoja nitumie mfumo ule ambao nimekuwa nikiutumia katika kuwasilisha na kuangalia wanafanya vitu gani kwa wakati huo. Kwa mazingira ya namna ambavyo yalivyo hivi sasa, kumekuwa kuna tuhuma nyingi sana za wachambuzi, watu wenye ushawishi mitandaoni kutumika. Mara ya mwisho nilikuwa na Justin Case hapa, yeye akasema kwamba hatumiki na Yanga, lakini kuposti content za Yanga kuna mlipa zaidi kuliko kuposti content. Wewe bora wakati unaniita hapa ukunipa mwongozo au mimi nilikuwa mazoea, nimeishi kwa mazoea. Mbona ukuniambia kama kuna maswali nilipaswa nikwambie bana maswali yako ni yapi unitumie mapema. Mpaka unanikaanga hivi. Kampista unatumika? Hilo ndo swali lako. Ndo swali la msingi siku hizi ambao inabidi tuulizane. Kutumika unatumika au unaamini kutumika kupo? Nitakuwa muongo nikisema kuna watu hawatumiki. Kutumika kupo. Lakini wanasema kwamba kwenye maisha ama kwenye utawala kuna watu wanatumika katika kupush agenda, lakini za maendeleo. Za maendeleo. Inawezekana kwa waandishi, ndio maana mara zote unasikia bwana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kosoa, fanya kila ambacho unakiweza, lakini mwisho wa siku wanasema misingi ya uandishi wa habari uisimamie, lakini kubwa weka maslahi mbele ya taifa lako. Sio, unaelewa hapo? Yes. Yani fanya propaganda, fanya kila maslahi ya nchi yawe mbele. Kwa hiyo mimi nadhani kuna vitu vingine vinafanyika kwa ajili ya maslahi. Sasa sijajua kwenye upande huo hizi club na hao waandishi ambao unasema inawezekana pia ni namna ya ku make sure kwamba mambo yanakwenda sawa. Mambo yanakwenda sawa. Kwa propaganda zipo na watu wanatumika. Lakini wanatumika vipi sasa ndio hoja ya msingi. Kwa sababu ukitumika vibaya tafsiri yake ni kwamba huwezi kusaidia mchezo wa mpira wa miguu. By experience wanasema Yanga wamechangamka mjini, wana mambo mengi kwa sababu mkono wao ni mrefu. Simba wanatajwa wana mkono mfupi. Kwenye sekta hiyo? Kwenye propaganda, kwenye nini, wanasema Yanga wanaishi vizuri na watu kuliko Simba. Wewe kwa experience yako, huu maarufu wa Yanga ni kwa sababu ya watu au ni uhalisia wa matukio yao? No, mimi ninachoamini ni kwamba hata kipindi ambacho Simba walikuwa wanafanya vizuri, hata taarifa ama stories zinapatikana sehemu ambapo kuna utulivu. Klabu ambayo inakuwa kwenye utulivu kwa wakati huo, hata waandishi wa habari mkibisha hodi, milango inakuwa wazi. Watu wanajua stories zipo, tutakwambieni nini bwana, tuna mipango ya kuchukua ubingwa wa Afrika. Sasa hivi Simba mipango yao ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Ukimpigia simu mzee wangu Crescentius Magori atapokea simu. Ukimpigia Triageni atapokea simu. Sasa hivi mpigie Mangungu hata saa 6 saa 7 usiku, CPA Isa Masudi watapokea simu, kwa sababu wanacha kuzungumza. Nusu finali kwenye ligi kuu bado wanafanya vizuri, kwenye FA wanafanya vizuri, wachezaji wao wanafanya vizuri, wanazungumzika. So kwa Simba sasa hivi kila kitu kizuri kinapatikana kwao. Kwa hiyo hata waandishi sasa hivi ukitazama Simba iko visiwani Zanzibar kwenye mechi ya nusu finali, kuna watu watasema kwamba kuna waandishi wamelipiwa nauli, wamesafirishwa, lakini unakuta ni watu wanafuata content. Kwa hata mimi nikiamua as a campista
natumia pesa zangu na kwenda kufuata content ambayo mwisho wa siku ndo kwangu mimi ni biashara. Kwa hiyo kwa nyakati ambapo timu inafanya vizuri, tegemea kwamba upande mwingine utaibua hizo ajenda, wakiamini kwamba waandishi wanawezeshwa, wanapenyezwa ajenda ili kufanya jambo la hiyo timu liweze kwenda. Lakini kipindi ambacho Simba walikuwa wanafanya vizuri the same, hata we Ibra Kampista tulikuwa tunaambiwa kwamba si wote ni mashabiki wa Simba ama ni watu ambao tunashikwa mikono na viongozi wa Simba. Umegusa moja kati ya eneo ambalo nakumbuka nyuma watu waliwahi kuliishi na sasa hivi linaonekana watu wanaliishi katika mtindo tofauti. Anachokifanya au anachokiishi Yanga kwenye mafanikio, Simba alishaikuwa nayo kwa misimu 4. Kwenye maeneo ya mijadala inaonekana kama ile la saizi watu wanalihype sana, wakati kuna maeneo ambayo ile consistency ambayo Simba alikuwa nayo bado Yanga, of course Yanga na finali, lakini inaonekana kuna level fulani ile hajafika. By comparison ukitazama, nakumbuka Kagere tulimuimba sana. Simba ya moto. Ukitazama Simba ile ya miaka 4 na Yanga hii, kama unaelezea vizazi, unawaelezea kina Arishas kwamba bwana iliwahi kutokea Simba na Yanga hii akina Engineer. Kwa hiyo kwenye kumbukumbu ipi ni the best? Yani Simba ya miaka 4 na hii Yanga ambayo ndio inautafuta ubingwa wa 4. Okay. Swali gumu kidogo. Very trick. Lina utata. Ukichagua upande umeisha. Kwa mimi na upande? Ndio nasema hapo wananchi wanakusubiri. Najaribu kwa sababu nilikuwa natamani ningeona hii season imemalizika. Uone kama mtu naye anapiga nini. Kwa sababu mpaka sasa hivi bado naiona Simba ilifanikiwa zaidi. Simba ilifanikiwa zaidi. Kwa sababu walichukua Premier League mara 4, walichukua FA 3 ya. Yanga tayari na FA 3 na ligi 3. Kwa bado ubingwa. Kwa Yanga akichukua ubingwa wa 4 na ubingwa wa ligi kuu sio lele mama, unajua kabisa. Kwa akichukua 4 alafu unakwenda kuongezea na final ambao wamecheza ya shirikisho. Kwa sababu mwisho wa siku hapo sio manyanga tena. Sababu stats, yani takwimu huwa zidanganyi numbers, kwa sababu ukiangalia kama performance Yanga wameisogeza, wamekuwa na perform pia. Lakini kwa Simba usisahau na wenyewe ilikuwa ni timu ambayo untouchable by that time. Kwa hiyo Simba walinyanyua, yani walikuwa kwenye daraja lao. Yanga wamekuja wamelitafuta wakalifikia. Sasa kitu ambacho kitawatofautisha ni achievement, kwa sababu mwisho wa siku hatuwezi kuzungumza tu bwana mimi nilikuwa na hela so what. Ulifanya nini? Kwa hiyo kitu ambacho kitawatofautisha hawa ni mataji ambayo, kwa mfano Simba akacheza final this season ya FA, ya shirikisho Afrika. Tafsiri yake ni kwamba watakuwa wamefikia hatua ambayo Young Africans walifikia. So Yanga ile iweze kutengeneza utofauti baina yao na Simba, tafsiri yake ni kwamba wachukue ubingwa kwa msimu wa 4 huu, lakini pia wachukue na FA ili kwenye kabati ukienda unasema okay. Yani hakuna story. Twende bana misimu 4 ambao ni dominate soka la Tanzania nilichukua 1 2 3. Simuelewa? Lakini kwa sasa hivi nadhani ili swali ni very trick, kwa sababu natamani kuona Simba anamaliza vipi msimu huu. Na hapa ni Yanga anamaliza, kwa sababu Yanga Simba yeye alishafanya yake misimu yake 4. Kwa natamani kuona Yanga wanamaliza vipi msimu huu. Wakishamaliza msimu huu unaweza kutengeneza comparison hiyo, lakini kwa sasa hivi yatabaki kuwa ni maoni ya kawaida tu kwamba nimeona kipi na sasa hivi Yanga wanaonyesha kipi. Kwa ambapo Kampista unazungumza, inaonekana kama mazingira unayasubiri, sababu kama ligi zimbaki mechi 5 tu. Ukiona mazingira yalivyokaa yamebana. Hii Simba ambayo watu walikuwa wanaiona haina jambo, wewe unaamini inaweza kawa tishio kwenye huu ubingwa wa Yanga msimu huu? Na shabiki mmoja wa Simba alisema sio tunakubaliana, tunapiga miaka sawa. Kwa hiyo Yanga huu ni msimu wake wa 4, akishindwa shauri yake. Mzee Magoma naye mara mwisho alikaa hapo ulipokaa, naye akasema huwa ni miaka sawa, kwa hiyo sisi tunapiga 4 afu wa 5 tutauana. Unaona Simba anaweza katishia ubingwa wa 4 wa Yanga? Ni tishio. Tayari ameshatishia. Chochote kinaweza kikatokea. Simba tayari ameshatishia, kwa sababu mpaka hivi sasa timu ambayo inakataa kucheza dabi ni Young Africans. Au mimi nakosea? So wamesema hadharani ambao hawataka kucheza dabi ni Yanga.
Simba sasa hivi wako tayari kuicheza mechi hata kesho. Sio? Hawakutaka kucheza kwenye kipindi kile. Sababu ni zipi? Waliziweka wazi. Kwa hiyo ni tishio kusema ukweli Simba, kwa sababu hata msimu ulivyoanza hakuna aliyetarajia, kwa sababu walikuwa wanaijenga timu, walikuwa kama wameanza upya. Kwa hiyo ukitazama hata Young Africans walikuwa very comfortable kuanzia management, hata walivyokuwa wanazungumza na media, Engineer Hersi walikuwa na matarajio makubwa ya kufanya kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini imekuwa vice versa. Kuna wasajili walizozifanya ambazo binafsi nadhani zimekuja kuongeza tu quantity not quality. Ya wachezaji wamekuja ni wale ambao walikuwepo, waliokuja ni kama hawajaje kuwa challenge ambao labda nikimzungumzia Dube ambaye na yeye ni baada kitambo kidogo. Lakini ukiangalia maingizo mapya mengi yamechelewa. Duke Abuya anakuja kukliki mwishoni. Lakini kama wachezaji wangekuja ku-add value kwenye season wakati naanza, hopeful yangekuwa ni tofauti sana, lakini bahati mbaya wamechelewa, lakini sasa hivi wanawasha. Maybe hii squad ya Yanga kama isitikiswe zaidi kwa kuelekea season ijayo, haya maingizo mapya yatakuwa na faida kuelekea msimu ujao, lakini sio kwenye season ambayo wengi walitarajia, maybe kwa sababu ya uzoefu wao kwenye ligi. Kwa sababu ukitazama usajili mkubwa wa Yanga, walichukua wachezaji hapa ndani, kuanzia foreigners ambao walikuwa wanacheza hapa. Kwa hiyo nadhani walikuwa walifikiria kwamba wataki kuja kusubiria mtu, kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba hao ni wana uzoefu, wameadapt football ya Tanzania, itakuwa ni rahisi, lakini bahati mbaya imekuwa tofauti. Kwa nafasi yako mazingira, tunaamini wewe stories za koridoni wewe unazipata maeneo mengi, mzee wa nyie. Sasa leo unanipiga ambush sana leo. Okay, sawa. Stories za koridoni, maana kuna mtu utakutana na nyie, wengine wote hamna, unaikuta kwa kampista. Maisha ya Aziz Ki msimu huu anatajwa amekuwa nje ya uwanja sana kuliko ndani ya uwanja. Harusi hivi hapa katikati tumeona amekuwa benchi, anaanzia benchi au ya malizi, ingawa tunaona numbers juzi hapa kutoka kupiga goli 4 peke yake. Tunaambiwa kwamba maisha hana. Wewe ambazo unazo zinasemaje kwamba msimu ujao hatutakuwa naye? Kwanza moja ya changamoto za yani moja ya sababu ya Yanga kupitia changamoto msimu ni Stefan Aziz Ki. Yani Aziz Ki ni chanzo cha changamoto. Ni center of hiki ambacho Yanga wamefikia mpaka sasa. Yani Yanga sasa hivi walikuwa wanazungumzia ubingwa wanaochukua kwenye mechi ipi? Yani katika mechi hizi zilizobaki wanakwenda kupigiwa gwaredi katika mechi ipi? Lakini moja ya tatizo kwa mtazamo wangu nadhani ni Stefan. Why Stefan? Stefan ni mchezaji bora wa msimu uliopita wa ligi yetu. Ndio alikuwa ni center of creativity, yani ndio alikuwa ni chanzo cha matatizo kwa wapinzani kwa timu nyingi sana, sio kwa ligi yetu na hata kwenye michezo ya kimataifa. Kwa hiyo namna ambavyo walimaliza msimu ule tulitarajia kwamba angekuwa na muendelezo, timu inacheza kwa kumzunguka yeye. Sio? Na unaona yani hilo sio bahati mbaya. Angalia msimu unavyoelekea ukingoni, baada ya issue zake za nje ya uwanja kufikia tamati, ndio tunamuona Aziz Ki kama anazaliwa upya. Azizi alikuwa anahusishwa na klabu nyingi, Mamelodi Sundowns, Wydad yuko kipindi hicho. Yanga wakawa wanapambana kumbakisha. Kinachotajwa moja ya kitu ambacho kilitengeneza ushawishi, tunafahamu kilichotokea. Wewe hujui? Mimi sijui. Yani Aziz Ki amesalia ukiachana mpunga aliopewa, lakini kuna kitu cha ziada ambacho kimemfanya hisi hapa ni nyumbani. Kafunga ndoa hivi karibuni. Timu iko kwenye mashindano. Manara alimhakikishia mke. Wewe umesema wewe. Sasa kwa hiyo kutokana na hiyo, kwa sababu by the way ni mchezaji mkubwa, ana uwezo, lakini sasa kama huyu mtu hayupo comfortable, kuna vitu vinaendelea nje ya maisha yake ya uwanja, tafsiri yake hata performance yake haiwezi kuwa sawa. Tazama, baada ya kufunga ndoa tunamuona Aziz Ki kama amezaliwa upya. Lakini kabla hapo, na hatakuwa tunajua hilo issue ya Aziz Ki na Mobeto, tulikuwa tuifahamu hiyo issue, ilikuwa inazungumzwa kama yeye. Lakini kiuhalisia baada ya kutoka nasema okay, kumbe kuna vitu kwenye psychology wanasema kwamba kama kuna issues ambazo zinakabili wewe nje, hata kwenye kituo chako cha kazi, kuna vitu watu wanaona Ibra haiko sawa au mtaki haiko sawa. Kwa hiyo
vitu vya nje wakati mwingine ambao vinahusisha hisia pia, kwa sababu ni issue ambazo zinahusisha masuala ya ndoa, mahusiano, hisia. Naamini kuna namna ambavyo ilipelekea silaha namba 1 ya Miguel Gamondi kutetereka, ilipelekea hata timu nzima kushake. Kwa maana unaona mambo yameenda taratibu. Kwa hiyo nadhani hata kuelekea msimu ujao Yanga wanapaswa kufahamu mustakabali wa Stefan. Iwapo hautofahamika, nadhani ina yenyewe inaweza kumchukua, kwa sababu bado ni mchezaji muhimu kwa kocha yote ambaye anakuja Africans. They have to know kwamba huyu anabaki au abaki. Kama ni key kama ilivyo jana. Kama ni key kama alivyo ni key player, so wanahitaji ku sort out ili wajue mustakabali maisha baada ya Stefan Aziz Ki anakuwa. Otherwise inawezekana ikajitokeza, lakini kwa sababu issue za nje ya uwanja zimeshamalizika, anza akawa sawa. Kampista ndani ya 18 hapa. Kwa mara ya kwanza mimi na kuhosti au na kuhoji wewe. Kwenye mazingira ukianzia labda eneo ambalo mimi nilikufahamu, Ibon FM, East Africa, mpaka saizi Clouds. Umefanya kazi na watu wengi, sawa? Umewahosti wachambuzi wengi, sawa? Kuanzia sisi wadogo kina Kasuga, wakina Abisai humo ndani, si ndio? Saizi upo na kina Edgar, upo na kina Dauda, sawa? Upo na vijana, si ndio, kina Njenge na vitu kama hivyo. Umeishi na watu wengi tofauti. Football ya Tanzania kwenye sisi watu ambao tumepewa utaalamu, naona pia Clouds mmebadilisha saizi mnasema wataalamu. Sisi tunajiita wachambuzi zamani. Sasa hivi ni wataalamu wa michezo. Najua mlibadilisha lile jambo kwa sababu ya mambo mengi, jina au neno mchambuzi kuonekana sasa limekuwa jina fulani la ovyo kwa tafsiri kwa watu tunaoishi humu ndani. Ukipita kote sisi vijana time umekaa umetuhost tumechambua, saizi upo na watu ambao wapo kwenye game muda mrefu kwenye huo mchanganyiko toka mpaka hivi sasa. Saizi game ya uchambuzi ina changamoto gani ambayo mpaka inasababisha neno uchambuzi ilionekani ni jambo la ovyo? Saizi wote wanamalizia mcha afu anaweka emoji ya mbuzi mwenyewe, yani mtaki baba kijana wako myeusho sana. Wewe umepita, wewe mkongwe. Umechambua station miaka mingi. Changamoto ya uchambuzi sasa hizi ni nini? Wakati vijana. Okay, mimi nadhani unajua kiwanda kinakuwa, yani tasnia ya habari hususan kwenye sekta ya michezo inakuwa sana. Kwa hiyo ukuaji wake unakuja na matokeo hasi na matokeo chanya. Matokeo hasi ni kwamba kuna vijana ambao wanachipukia, kwa sababu wewe unazungumza, umeongea vizuri sana, kwa sababu mimi nimeanza toka 2012 12 mimi ndo naingia 13 mwishoni kuja 18 ndo official sasa naingia kwenye kiwanda kama miaka 13 12. Yes. Si hapa. Sasa ukimzungumzia Kampista huyu amepita hatua nyingi za ukuaji. Na Kampista anajua nani alimtangulia na alikuwa anajaribu kufuatilia namna ipi hao watu wale waliotangulia sasa hivi wanaishi kwenye level fulani ya maisha ambao wengi wanatamani. Sio? Wengi sasa hivi nadhani wanatamani kukua kwa haraka kuliko kuishi kwenye michakato. Tunasema michakato. Kwa hata wewe mimi napiga nayo story mara nyingi sana kwa sababu ni mdogo wangu. Kwa nakwambia bana, michakato ya ukuaji huwa ina maumivu yake na nini, ustamilivu, unajua. Sasa ukitazama kiwanda hiki, ukisema ukae sasa hivi uweze kuweka orodha ya wachambuzi, unakutana na wachache sana ambao unasema kwamba wanasikilizika, unasema utamsikiliza na maadili na vitu kama hivyo. Wachache mno. Unadhani siku hizi watu waangalie zaidi credibility bali wanaangalia maarufu? Hiyo nafikiri ndio tatizo. Yaani niseme hivi afu niende mjini. Watu wanataka kwenda mjini kwa kifupi. So bahati mbaya sana kwenda kwao mjini kunapelekea kwamba wanapata information ambazo hawazifanyii research za kutosha. Kwa anachokifanya kile ni alimradi amefanya nini? Kimeenda basi maisha mengi. Kwa nadhani kwa sababu kiwanda kinakuwa na kweli kinalipa kwa sasa hivi. Lakini kwa sababu wengi wanaamini kwamba wanaofaidika ni wachache, wanatamani kufikia kwa wao wachache ambao tayari walishatengeneza msingi, wakina Dauda, wakina Maulid Kitenge, wakina Alex Wambano wa kitambo, wakina Saleh Jembe au ni waandishi, wakina Edo Kumwembe, those brothers ambao walitangulia kwenye tasnia. Lakini
ni miaka 20 huko iliyopita walishaanza huu msingi na umeisha hayo maisha. Kuna notion ambayo ipo, watu wanaamini ukiwa maarufu ni rahisi kupata maisha. Inawezekana hiki ndicho ambacho kila mtu anajaribu kutafuta huo maarufu. Na industry ya sports, umaarufu wake unaamini unaweza ukalitoa ili kundi lote. Yani kwenye sports ni rahisi zaidi kupata umaarufu kuliko kwingine kote, kwa sababu kundi limekuwa kubwa. Mpaka mtu mmoja aliniambia inawezekana uwepo online media unaharibu football. Sasa unaona sasa, kwa sababu kiwanda kinakuwa, nafasi ni chache kwenye mainstream. Na maudhui kwenye platform, yani platform hizi kuna radio, kuna online, lakini pia kuna hizi na Instagram, watumiaji wa maudhui ni watu tofauti na kila mtu na lengo lake, na kila mmoja anafurahia kile ambacho, yani kuna watu ambao tunasema wanajua tunasema sijui ni waiteje. Okay, lakini nasema kwamba kuna madaraja ya wafuatiliaji wa hizi taarifa zetu. Mimi nilikuwa naongea na Edgar Kibwana juzi, alikuwa ananiambia kuna mtu mmoja mkubwa sana kwenye nchi na anawafahamu wachambuzi wote kwa majina. Baada ya Edgar alikuwa Misri kwenye mechi ya Masri na Simba, anasema ilipigwa simu na anawajua kwa majina, simtaji lakini kiongozi upi. Kwa hiyo kuna watu ambao yani wasikilizaji na wafuatiliaji wa hizi taarifa ni wa madaraja tofauti. Kwa hiyo kuna wengine wanafurahia hicho ambacho, kwa sababu mwisho wa siku au wanaojilipua ni wanachagua upande, wakati mwingine waipige lese Yanga. Kwa hiyo watu wa Simba hawatojalisha kwamba huyu mchambuzi amezungumza fact kiasi gani ama ni hovyo kiasi gani, as long amechapa Yanga yeye kwake anaenjoy. Lakini ni wafuasi wao, ndio wao wafanyabiashara ambao wafanyabiashara pia na target kwa namna moja ama nyingine. The same mchambuzi akipiga Simba regardless amezungumza kitu gani ambacho make sense, watu wa Yanga wanafurahi, wanaenjoy. So unaona, kwa hiyo issue ni kwamba bado tunarudi pale kwamba walaji pia wametofautiana. Kuna wengine ambao wako upande mwingine watafurahia regardless wewe mchambuzi utakuwa umeingia chaka kiasi gani. Ndio maana wanaendelea kuishi hao watu ambao tunawataja ni kama wanaifanya tasnia ya uchambuzi ionekane ya hovyo, kwa sababu walaji na wenyewe wako tayari kuwa backup wao, na wanakuja na wanafanya vizuri sasa hivi. Lakini wanafanya vizuri kwenye eneo hilo ambalo la kimchongo numbers unapata, watu wanaona wewe unaamua tu mimi napiga Simba. Lakini sisi tukikaa tukiangalia unaangalia wasema unaona hino. Labda kwa haraka wewe kwenye biashara yako upande upi umechangamka? Ukimtupa Yanga kijana mimi ukimtupa Yanga pap na ukimtupa Simba pap. Sasa mimi sinacheza na akili. Mimi natazama, kuna wakati upepo uko upande fulani unaruka nao. Kuna nyakati huko kuna poa. Kwa mfano sasa hivi Yanga na Simba watofautiani sana. Kwa sasa hivi unaishi kote. Yanga sio, unaona sasa hivi wanampa mtu 8. Wewe unafika kucha Azizi anampa mtu anafunga goli 4. Anazungumza wiki nzima Stefan Azizi. Hamisa anamlea vizuri. Chama umeona ametupia mbili. Story ya Chama ilikuwa ni kama kwamba hana furaha nani, lakini Chama juzi kapewa nafasi anafikirisha, unajua. Sio? Haya, wakati tunafikiria kwamba Simba anakwenda kwenye finali labda, tunadhani kwamba Yanga watapoa, inaibuka story ya Faisal. Yanga wanamhitaji Faisal. Juzi kaenda Insta story, kaweka picha pale, kavaa jezi ya Yanga, alafu amekuwa kisisho na Simba pia. Na Simba. Kwa hiyo Yanga bado anatupa story pia. Yaani wakati Simba yani msimu huu nadhani umekuwa ni msimu wa tofauti, kwa sababu hakujana na tofauti kubwa sana baina ya Yanga na Simba. Kwa hiyo kote kunatengeneza story. Kwa hiyo sasa hivi nikiruka na Yanga naishi, nikiruka na Simba naishi. Azam naweka kando. Unaweka kando? Wanakaa pembeni. Azam si anakuja yeye na yeye anakuja kudandia agenda. Yaani Azam ni wadandia agenda za Simba na Yanga ili waende. Najua wamechagua maisha yao. Bwana, hii ni ndani ya 18. George David Kampista, mzee wa nyie chambua, mdau DM, ndiye ambaye tunapiga naye story. Anatupa picha ya namna ambavyo majambo yanakwenda. Mimi ni Ibrahim Kasuga, naendelea kupiga story. Kwa kumaliza, Kampista, maswali ya mafupi. Unaamini wewe angalia wewe kwa
Wewe mafupi tu. Unaamini Faisal atacheza wapi msimu ujao? Simba, Yanga? Faisal nadhani itategemea na approach ya upande wote. Kwa sababu naona pia na yeye kuna watu wako behind. Ingawa unajua wakati mwingine ni feelings. Fei ni ana mapenzi na Yanga kama ukifuatilia. Na inaonekana kuna mission ya kuikamilisha. Lakini kingine cha mwisho ni kwamba kwa miaka karibuni ama miaka mingi sijaona mchezaji mwenye hisia na timu ya Simba au ya Yanga alafu akicross border akafanikiwa ndani ya uwanja. Kwa hiyo kama Fei anaona amefanikiwa ndani ya uwanja, mimi nadhani aende Simba. Yaani Fei kama anaona ameshafanikiwa ndani ya uwanja, aende Simba kwa sababu atakwenda kutengeneza wafuasi wengine, atapata pesa, lakini I don't think kama ni mtu ambaye atacheza kwa hiyo passion ambayo inaifahamu, yani nafahamu mchezaji. Tumeshuhudia yani kama anataka kufanikiwa zaidi kwenye uwanja Fei arudi Yanga kwa sababu rekodi zina hukumu, historia ina hukumu wachezaji ambao wana vinasaba na hizo timu wakiclose upande mwingine hawaperform. Simba unamwona kucheza finali msimu huu kombe la shirikisho Afrika? Simba finali anacheza? Natamani kuona akicheza finali. Natamani. Ni matamanio. Guarantee sina. Kwa sababu wamekuwa akistruggle ku break through, hususan ikianzia nyumbani anakwenda ugenini. Ubingwa nyumbani Yanga anatetea au unamwona Simba akibeba ligi kuu? Dabi ikichezwa. Dabi ikichezwa. Utajua nani anakuwa bingwa. Dabi ikichezwa nitajua nani anakuwa bingwa. Kwa sababu naona kwa sababu nilikuwa natarajia kwamba Azam ndo decider wa dabi. Baada ya Azam kupoteza kwa Yanga alafu katoka sare kwa Simba, ilikuwa bado dabi ndio ilikuwa ina decide tofauti yao. Kwa hiyo sasa dabi haijachezwa. Kwa hiyo mimi nadhani dabi ndio itakuja kutuambia bingwa ni yupi. Dabi inachezwa kwa imani yako? Mimi naona dabi inachezwa. Dabi inachezwa lakini naona kuna mvutano. Natamani mechi ili dabi iwe nzuri ichezwe mechi mbili kabla ya mechi za, yani kuna mechi zimebaki 4 kwa 5 sio? Sasa sioni kuna mtu kama atakubali dabi ndio ikadecide, yani ikawa ni mechi ya mwisho haitochezwa, watu wataondoka pale shirikisho kabisa. Swali la mwisho kwako. Watu wengi wanamhofia Arsenal. Arsenal anaweza kawa bingwa wa UEFA Champions League? Hapana. Bingwa wako nani wa Ulaya msimu? Bingwa kwa sababu mimi nilikuwa na ruti, kwa sababu ruti ya Arsenal ni Barcelona. Arsenal anacheza na PSG. Halafu Barcelona na Inter. Mimi namuona PSG bingwa. Kwa hiyo PSG anamtoa Arsenal afu kule yote PSG wana timu hawaitegemei wachezaji watatu, ina wachezaji kama 7 hivi. Wote wanawasha. Halafu Vitinha, Neves, na yule nani yule mdogo Mfaransa. Due, kuna Bakora. Kuna Zaire. Kwa hiyo ukitazama ile yani kuanzia katikati kwenda huko juu. Jambo vicheko. Bwana wewe ni David Kampisa bwana, shukrani sana. Kufika kijiweni kwetu. Imekuwa ni hapa na pale. Maswali fulani hivi utakwenda kuzungua sana, sikutarajia. Nilikuwa je tunazungumza vitu vingine lakini maswali yako magumu. By the way unafanya poa. Unafanya poa sana na tupo hapa bwana kijiweni kwetu ndani ya 18 stories hapa na pale, maswali kwa sababu mtaa unakuwa mambo mengi sana. Kwa hiyo kuna muda tunachanganya maoni ya haraka kabla ya kugugo kutaka kujua unawekaje jambo lako ubalance kama Kampista anavyotafuta mdau wake ili aweze kubalance. Hapo inakuwa ni papo kwa hapo ili mambo yaweze kwenda. Lakini nikumbushe wewe mwanafamilia wa Premier Bet, kwa namna moja ama nyingine unaweza ukanufaika zaidi kwa kushinda gari aina ya Harrier Anaconda ya 2016, lakini unaweza ukashinda pikipiki pamoja na bajaji. Hizi ziko mbili kwa ajili ya wanafamilia, lakini kuna iPhone 16 Pro Max zipo 3 kwa ajili yenu. Cha kufanya ni wewe ukishaingia pale kwenye profile yako, kwa maana kwenye account yako utaona kuna ile sehemu ambayo unaweza ukaenda kucheza challenge tofauti kwenye Reward Hub. Utaingia pale, kuna challenge ambazo utazikuta utapaswa kucheza, lakini challenge zako unapaswa uikamilishe kabisa ili uweze kukupa zile coins ambazo zitakufanya wewe uweze kupata kiasi ambacho kitakufanya uende ukanunue gari, kwa maana ukachukua ile Harrier yako. Vitu vyote hivi pale vimewekewa bei. Kwa hiyo idadi fulani ikifika tu ya kiasi
Unaweza kaamua kwenda kuchukua iPhone yako kutokana na zile coins ambazo unakuwa nazo, au kasema bwana nimefikisha mzigo wa kumiliki Harrier Anaconda ya mwaka 2016 na jambo linakuwa jambo. Kwa hiyo kwa kuwa tu mwanafamilia wa PremierBet unakuwa kwenye mazingira hayo ya kushinda gari, pikipiki, bajaji pamoja na iPhone. Kwa bwana tukutane kwenye session nyingine ambayo inafuata kupitia ndani ya 18. Tutakuwa na nani? Wewe endelea kukaa hapo na familia. Kikubwa zaidi ni kusubscribe na bonyeza alama ya kengele ili majambo ya kampista yakipanda unakuwa unayaona na unachambua huku ukibalance story zako na mdau. Bye bye. Ndani ya 18 powered by PremierBet.